Bado mji ni moto sana kuisubiria Kariakoo Derby, Simba dhidi ya Yanga. Mambo yamekuwa ni mengi sana. Jana tuliona mitandao ya kijamii ikizungumza sana kuhusiana na taarifa ya klabu Dar es Salaam Young Africans juu ya matakwa yao mara baada ya kikao na bodi ya ligi ya Tanzania. Na tulimsikia pia Almas Kasongo ambaye aliweza kutoa taarifa kile ambacho kilijiri kwenye mkutano wa Yanga dhidi ya bodi hiyo. Sasa leo rasmi, ikiwa ni siku ya 10 tu ya mwezi wa 6 mwaka 2025, kuna taarifa ambayo imeweza kuwekwa kwenye ukurasa wa Instagram wa Simba, ambayo ni taarifa kwa umma kuhusiana na mchezo huo. Sasa hapa na kusomea kama ambavyo imeandikwa. Sema taarifa kwa umma. Klabu ya Simba inatoa taarifa kwa wanachama, wapenzi na umma kuwa mchezo nambari 184 dhidi ya Yanga uliopangwa kufanyika tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu 2025 upo kama ulivyopangwa. Tunawasihi msihadaike na kelele za mtaani. Wale ambao walinunua tiketi za mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025 wazitunze kwa ajili ya matumizi ya mchezo huo, na wale ambao hawajanunua tiketi wajiandae kununua baada ya tangazo la bodi ya ligi. Twendeni tukaujaze uwanja wa Mkapa. Inafahamika wazi kuwa ligi kuu ya NBC inajumuisha timu 16 na si ligi ya timu moja. Kwa mujibu wa taratibu, kabla ya kuanza msimu, vilabu vyote 16 hushiriki vikao na kutoa mapendekezo ya kuboresha kanuni na taratibu ili kuimarisha ligi yetu. Hivyo wenye hoja wafuate taratibu husika. Tunaomba bodi ya ligi na TFF watoe hadharani ripoti ya uchunguzi juu ya wale wote waliohusika kuharibu mechi ya ligi jioni ya tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2025 na wachukuliwa hatua stahiki na mamlaka husika. Kutotolewa kwa ripoti na kutochukuliwa hatua kwa wanaoendelea kuchochea ghasia ni sawa na kulinda uharamia katika mpira ambao unatia dosari mafanikio yaliyopo katika tasnia ya mpira wa miguu nchini kwa sasa. Imetolewa na uongozi klabu ya Simba Juni 10, 2025. Wewe una maoni gani kama mdau wa soka kutokana pia na ile taarifa ambayo jana ya Yanga niliweza pia kukusogezea? Sasa kuhusiana na hii taarifa, wewe una kipi cha kutuambia hapo? Hii ni Talent Media, Talent TV. Langu jina Ali Swaleh Mshana. Uwanja wa comment uko wazi. Jiachie kwenye comment tuambie hii imekaa vipi? Ligi kuu ambacho ni chombo cha vilabu, ambapo wenye chombo chao ni vilabu, pia inazungumzia hayo mazingira. Pale itakapotokea sintofahamu, mgogoro wote ambao umetokea katika mchezo wa ligi, basi chombo ambacho kimepewa dhamana cha mwisho kabisa cha kufanya maamuzi kwa mujibu wa katiba ya shirikisho la mpira wa miguu duniani ni FIFA. Lakini pia hata katiba ya vilabu vyenyewe hivi ambavyo vinashiriki ligi zetu zote 3 ambazo tunazosimamia pamoja na zile ligi za kule chini, kwa maana ligi za wilaya, ligi za mikoa, zote lazima katiba za kila timu lazima ziseme kwamba itakapotokea mgogoro wowote unaohusisha masuala ya michezo kwa maana ya ligi na vitu vya aina hiyo, basi chombo cha mwisho kitakachokuwa na mandate ya kumaliza huo mgogoro ni CAS. Na unaweza ukaona kwamba sisi tulisimama tukiamini kwamba swala hili limefika kasi, limeisha. Kwa hiyo tuliendelea na utaratibu wetu wa kutangaza ratiba, tukaupangia huo mchezo ratiba namba 184 kwamba utachezwa Juni 15. Lakini bado pia kuliendelea na sintofahamu nyingi, sisi sote ni mashuhuda. Katika busara ya kawaida kama nilivyotangulia kusema kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania ni chombo cha vilabu, kwa hiyo kina wajibu pale mwenye chombo chake anapoonyesha kulalamika ama anapoonyesha kutokutendewa haki, basi tuna wajibu wa kuona namna gani ambaye tunakutana naye, tunazungumza na vitu vya aina hii. Kwa hiyo tosha kusema kwamba katika kutekeleza haya ambayo nimetangulia kuyazungumza, leo tulikuwa na kikao na wenzetu wa Yanga kama ambavyo nilivyosema, na msingi wake mkubwa ni kuona namna gani ambavyo tunatoka katika hii sintofahamu iliyojitokeza tangu huo mwezi wa 3.
tumekuwa na kikao kizuri, ni declare interest kwamba tumekuwa na kikao kizuri. Ni aina ya vikao, ni aina ya transparency ambayo kama vyombo, kama bodi, kama vilabu ndio aina ndio platform pekee kwamba kunatokea tatizo, mnaandikiana barua, mnakutana, mnajadili mambo yenu kwa pamoja, and then mnatengeneza mwelekeo ili muweze kutoka hapo mlipofika. Kwa hiyo kwenye kikao chetu wenzetu wamekuja na mambo manne. Wenzetu wamekuja na mambo manne ambayo sisi kama bodi, kama secretariat tuna wajibu ya kupokea na kuyachakata. Sio kupokea tu, tunapokea na kuyachakata, na yale ambayo mnaona kwamba yako ndani ya skopu ya bodi ya ligi kuu kwa maana kuyafanyia maamuzi, basi tunayafanyia maamuzi. Kwa yale ambayo tutaona kwamba yako nje ya uwezo wetu, basi tutapeleka kwenye mamlaka husika ili yaweze kufanyiwa kazi na yafanyiwe maamuzi pia. Kwa hiyo kwenye mambo manne, jambo la kwanza ambalo tumepokea kutoka kwa wenzetu baada ya majadiliano marefu, azimio la kwanza ni kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji ya bodi ya ligi kuu. Sisi sote ni mashuhuda, kila baada ya mizunguko kuna kamati ambayo ipo kwa mujibu wa kanuni tulizojiwekea. Ukisoma governing regulation ambayo hii ina govern utendaji wa kila siku wa bodi, unaweza ukaona kwamba imetaja kwamba kutakuwa na kamati ambayo imekasimiwa madaraka kwa ajili ya kusimamia na kuendesha ligi. Lakini ukienda kwenye kanuni pia imezungumzwa. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni ombi lao ama takwa lao ambalo wameliwasilisha leo. Jambo la pili ni kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu. Jambo la tatu kujiuzulu kwa katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, na jambo la nne ni kuona kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania inakuwa huru, kwa maana inakuwa inakuwa chombo huru, inakuwa legal entity. Itoshe kusema kwamba secretariat pamoja na uongozi wa bodi ya ligi kuu Tanzania, kwa sababu kwenye kikao alikuwepo mwenyekiti wa bodi, alikuwepo makamu mwenyekiti wa bodi, alikuwepo mjumbe wa management committee ambayo imekasimiwa madaraka na mkutano mkuu kuweza kusimamia utendaji wa kila siku wa bodi ya ligi kuu. Tumepokea. Itoshe kusema kwamba tumepokea, na ukitazama kwa mujibu wa governing regulation tuliyokuwa nayo, haya mambo yote manne unaweza ukaona kwamba yapo out of scope, yani yapo nje ya uwezo wa bodi ya ligi kuu kuweza kuyapokea, kuyajadili na kuyatolea uamuzi. Kwa mujibu wa muundo tuliokuwa nao wa usimamizi na uendeshaji